katika wajibu wa wakati ni kutizama mapungufu yako. Kuna mwingine masha Allah hafanyi madhambi, anajitahidi kufanya ibada, amesoma mambo ya dini ambayo ni ya wajibu kusahihisha. Haya yote tunotaja mtu anayo, lakini jiangalie, jihesabu, hakuna mapungufu katika hayo. Huo ni wajibu wa wakati wako. Ndiyo maana yule muulizaji alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimuuliza, ma huwa afdalul amal, ni amali ipi nzuri ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu ili mimi niifanye? Faqala lisaili marratan birrul walidain. Wakati mwingine anapokwenda mtu kumuuliza ni ipi amali bora, humwambia wafanyie ihsani wazazi wako wawili. Kwa sababu gani kamwambia ile ndiyo amali njema? Kwa sababu ndiyo mapungufu yake. Mwingine anafanya yote lakini wazazi wake hawafanyii ihsani, albir. Kwa hiyo huo ni wajibu wa wakati wako. Anakwenda mwingine anauliza ni ipi amali iliyokuwa ni bora? Mtume anampa jawabu tofauti na yule aliyepita. Anamwambia as-salatu fi waqtiha, wewe sali katika wakati wake, hiyo wakati wake huo, hiyo ndio amali bora kwako wewe. Kwa sababu gani? Mtume anajua kwamba huyu mapungufu yake ni kwamba anachelewesha sala hizi, wakati mwingine zinampita pita. Kwa hiyo fanya lile jambo ambalo wewe unaona lina mapungufu kwako katika mambo ya kheri. Na kama kuna dhambi fulani unaifanya, wewe unaijua nafsi yako, balil insanu ala nafsihi basira. Si lazima aje mtu akwambie wewe unafanya kitu gani. Inawezekana ikatokea hivyo. Kuna watu walikuwa kiona madhambi ya watu katika maji wanotilia udhu. Mtu anatia udhu anamwambia wewe umefanya jambo fulani, Lakini nafsi yako ni kioo kizuri zaidi kujua mapungufu yako. Ni katika wajibul waqti.